tunazidi kusonga mbele na sehemu yetu hii ya pili. Simulizi inaitwa Ukimaliza Funika, iliyoandikwa na mtunzi Bwana Edgar Mbogo. Nambari zake ni 0717 924 403, na mimi naitwa Felix Mwenda kutokea hapa Simulizi Mix. Nambari zetu ni 0677 062 012. Simulizi hii hapa YouTube tuko episode ya pili leo, lakini kwenye application ya SMX app imeshakwisha yote kuanzia sehemu ya kwanza hadi sehemu ya mwisho kabisa. Kama utakuwa unakumbuka vizuri, sehemu ya kwanza tulipoishia ilikuwa ni pale ambapo mama yake na Ariana alimshauri binti yake kwamba asiende kule kwake na Masudi leo, badala yake abaki na kazi za nyumbani kwa sababu pia baba yake alikuwa anaumwa. Ariana alikubali tu, lakini bado moyoni alikuwa anawaza juu ya penzi lake kwa Masudi, jinsi ambavyo lilikuwa limeporomoka. Tuzidi kusonga mbele, inaitwa Ukimaliza tu Funika. Ukweli siku ile Ariana alibakia nyumbani kwao tu akiwa anafanya kazi za nyumbani. Hata siku ya pili pia aliamkia kwenye kazi zake akiwa anaongozana tu na mama yake, na huku katika moyo wake masikini alikuwa anawaza juu ya Masudi na mama mkwe wake, yani mamake na Masudi, kwamba wangemchukulia vipi kwa yeye kutokwenda nyumbani siku iliyopita. Naona baba yako anaendelea vizuri sasa, lakini hajapenda kabisa kitendo cha Masudi kutokuja kutusalimia. Na anajua kabisa kwamba kutoka mianza sekondari wazazi wake walikataa kabisa kumsomesha kwamba hawana pesa, lakini sisi tukajitolea kumsaidia kumsomesha, na tumekodisha mashamba yetu yote kusudi apate pesa za kwenda chuo, tukiamini kwamba akipata kazi atakoa wewe binti yetu, na baadaye sisi tutakuwa na maisha mazuri. Alizungumza vile mama Ariana wakati ule walikuwa narudi nyumbani kutokea shambani. Lakini mama, nimekuambia vizuri kabisa kwamba Masudi ametingwa na mambo fulani, atakuja tu. Alizungumza vile Ariana, ambaye ukweli haukuwa na uhakika kabisa na hiki ambacho alikuwa anazungumza. Jambo gani muhimu huku kijijini Ariana? Maana kama ni kila kitu wewe ndiye ambaye unamsaidia, kuanzia ada ya chuo mpaka nauli ya kwenda chuo sisi ndio tumetoa. Sasa yeye anahangaika na kitu gani kiasi cha kushindwa kabisa kuja kutusalimia, na anajua umuhimu wetu kabisa kwenye elimu yake? Aliuliza pale mama yake na Ariana. Maneno ya mama yake alionyesha kumwingia vizuri kabisa Ariana, ambaye huyu licha ya yote lakini hakuamini kabisa kama eti Masudi anaweza kufanya tofauti kama walivyopanga juu ya maisha yao ya baadaye. Jamani mama, Masudi hawezi kabisa kufanya kama hivi kwa makusudi. Lazima ratiba zake zitakuwa zijakaa vizuri tu, lakini amini kabisa kwamba atakuja mama. Alizungumza vile Ariana, ambaye huyu kiukweli sio tu kumpenda bwana Masudi, lakini alikuwa anamwamini pia. Sawa, najua hapo ulikosa kwenda jana, lakini leo utatamani sana kwenda. Alizungumza vile mama yake na Ariana, na huko alikuwa anaendelea tu kutembea na majembe yao begani. Ariana hakuwa na la kujibu zaidi ya kucheka mwenyewe tu. Basi kabla hujaenda kwa mkeo nisaidie kwanza kazi za pale nyumbani, sawa? Alizungumza vile mama yake na Ariana, ambaye wasiwasi wake juu ya Masudi ulikuwa ni wawazi kabisa. Sawa mama, basi nitafanya hivyo, nikimaliza ndio nitaenda. Ariana, ambaye kiukweli alikuwa anatamani sana leo kwenda mapema nyumbani kwa mpenzi wake Masudi, kwa sababu alikuwa anahofia sana lawama na masimango ya mama yake mkwe huyo, na ukuchukulia kwamba jana yake hakuwa amekwenda kabisa kwa mama mkwe huyo. Msichana Ariana alifanya kazi kwa haraka, na kwa mpango wake ilikuwa ni kuwahi kwa kina Masudi, ambako huko angekutana pia na kazi zaidi ya hizi ambazo anapambana nazo pale kwao. Lakini kila ambapo Ariana alikuwa anamaliza jambo hili, mama yake pia alikuwa anampatia jambo jingine tena la kufanya. Nisaidie na hii hapa kabla hujaondoka mwanangu. Na ilikuwa ni hivyo tu, kila ambapo alikuwa anamaliza kazi nyingine. Muda wote mama yake pamoja na baba yake walikuwa wamekaa tu pale mbele ya nyumba yao. Walikuwa wanamtazama tu Ariana, na huko walikuwa nakunyezana ungesema kwamba kuna jambo alikuwa amekusudia. Saa 12:30 za jioni ndio muda ambayo Ariana alikuwa ameshamaliza kazi zote za pale nyumbani. Lakini kabla hata Ariana hajaga kusudi aondoke zake kwenda kwa wakwe zake, mara kamwona mdogo wake mdogo kabisa, ambaye huyu alikuja mbio mbio mpaka kwa dada yake pale. Dada, Masudi yuko pale barabarani, amesema kwamba anakusubiria.
Alizungumza vile mtoto huyu ambaye ni mdogo wa mwisho kabisa wa Ariana, na kisha aliondoka zake tu. Ina maana kwamba yeye anashindwa kabisa kufika hapa nyumbani kweli? Aliuliza vile mzee Sinyangwe, na huku yeye pamoja na mke wake walikuwa wanamtazama tu binti ya Ariana ambaye huyu sasa alikuwa ananawa mikono yake vizuri haraka kusudi awahi kule ambako alikuwa anaitwa. Ina maana kwamba ndio ataishia huko pia na kurudi kwa Wama? Aliuliza vile mamake na Ariana. Hapo sasa Ariana ambaye huyu hakuwa na la kujibu akajichekesha mwenyewe, na huko alikuwa anaondoka mbio tu kukimbilia kule barabarani ambako alimkuta Masudi alikuwa amesimama tu anamsubiria. Kwanza kabisa Ariana alikuwa anategemea lawama kubwa sana kutoka kwa Masudi ambaye huyu kwa sasa amekuwa na tabia ya kumnunia bila kuwa na makosa yoyote yale. Lakini alipofika alipokelewa tu na tabasamu la matumaini. Usingesema kwamba eti alikuwa ameshindwa kubaini kwamba kijana huyu alikuwa na shida kubwa kweli ambayo hii ingetatuliwa na mpenzi wake huyu ambaye ni sawa na mbachao ambao unasauliwa mara baada ya kupatikana kwa mswala mpya. Nilikuwa na wasiwasi sana, nikajua pengine utakuwa umepatwa na matatizo. Na mbona jana hujaja nyumbani mpaka leo pia, mpaka sasa hivi sioni dalili ya wewe kuja nyumbani? Aliuliza pale bwana Masudi, na huko alikuwa anamsogelea Ariana na kumshika viganja vyote vya mikono kwa mikono yake yote miwili. Hakika kitendo hicho cha Ariana kushikwa kilimfanya jisikie raha iliyoje kweli na msisimko mkubwa, kwa sababu mara ya mwisho kushikwa kama hivi na mpenzi wake huyo Masudi ilikuwa ni zaidi ya miezi 8 iliyopita. Mwenzako baba anaumwa na ndio maana sikuweza kabisa kuja jana, lakini leo hii nilikuwa nimepanga nije hata kama ingekuwa ni usiku. Alizungumza vile Ariana, na alikuwa anajitabasamlisha mwenyewe. Wewe unasema kwamba baba ni mgonjwa? Mbona hukuniambia sasa ili kusudi nije kumtazama? Aliuliza vile bwana Masudi kwa sauti ambayo ilikuwa imejawa na mshangao, na huko alikuwa anapapasa viganja vya mpenzi wake Ariana, swali ambalo likamfanya Ariana binti wa Sinyangwe ajihisi kama alikuwa amezaliwa upya hivi. Na tena alikuwa anakuulizia kila siku baba. Nikamweleza kwamba umesema kwamba utaenda kumuona, sasa hivi umebanwa kidogo. Alizungumza vile Ariana kwa sauti ya kujidekeza kwa mpenzi wake ambaye huyu kutokea amerudi kutokea huko likizo leo ndio ilikuwa ni afadhali kidogo, alikuwa ameonyesha kwamba bado wako pamoja. Ukweli Ariana, hujanitendea haki kabisa, mimi nakwambia. Yeye unashindwa hata kunipatia taarifa kwamba baba anauma kweli. Utadhani mimi na wewe sio wachumba Ariana, kweli kabisa. Alizungumza vile bwana Masudi kwa sauti ya kulalamika, na huko bado alikuwa ameshikilia mikono ya Ariana tu. Naomba nisamehe sana mpenzi wangu Masudi, lakini unajua kabisa kwamba hata wewe ulikuwa busy sana. Alijitetea vile Ariana. Hata kama nilikuwa busy Ariana, nisingeshindwa kabisa kuja kumwona mgonjwa. Alizungumza vile bwana Masudi kwa sauti ambayo ilikuwa inaonyesha wazi kabisa kwamba hakuwa amependezwa na kitendo cha kutokupewa taarifa ya mgonjwa. Basi walizungumza mara matatu kabla Masudi hajaeleza kitu halisi ambacho kilimfanya amtafute Ariana jioni ya leo. Alafu Ariana, mimi nakaribia kurudi chuo unajua Naomba niandalie basi kama 200,000 tu ya nauli pamoja na kuanzia siku 2-3 kule ambako nitafika chuo. Mara baada ya hapo nitajua mwenyewe la kufanya. Alizungumza pale baada Masudi wakati wanaagana mida ya saa 1:30 za jioni hivi. Sawa basi, usiwe na wasiwasi kabisa mpenzi wangu. Najua hilo ni jukumu langu mimi hapa. Alizungumza pale Ariana ambaye huyu alikuwa anajua kabisa kile ambacho alikuwa anakifanya kilikuwa kina faida kubwa sana katika maisha yao ya baadaye. Alikuwa anaamini kwamba kama ataendelea kumsomesha Masudi leo, akipata kazi atamoa yeye na wakawa na maisha mazuri, basi ni faida kwao wote. Kauli ile ilimfurahisha sana bwana Masudi ambaye huyu ni tofauti sana na walio wengi. Yeye alikuwa na fadhili wa masomo ya chuo na msichana masikini kabisa kuliko familia yake Ariana. Alikuwa anafanya kazi ngumu za kibarua, mara nyingine alikuwa anakodisha mashamba ya baba yake pia ili kusudi kumpatia pesa Masudi aende chuo. Basi waambie kina mama nitakuja kesho kumuona baba. Alizungumza pale bwana Masudi wakati anaondoka zake kuelekea upande wa kwao kabla hata hajakata kuona kuelekea upande wa kijiweni. Na huko Ariana alikuwa anaelekea kwao, moyo wake ulikuwa umefarijika kupita kiasi, na aliwaeleza wazazi wake ujumbe kutoka kwa Masudi ambao wazazi wake waliupokea kwa mtazamo wa mashaka. Mara baada ya kuwapatia ujumbe huo, sasa wazazi wake Ariana akaingia chumbani kwake moja kwa moja mpaka kwenye kopo ambalo hili
alikuwa ameweka uvunguni mwa kitanda. Akalifuna kopo hilo na kisha alizamisha mkono wake na kuibuka na noti kadhaa mchanganyiko wa shilingi 1000 na shilingi 2000. 1500 na 10,000 zilikuwa ni chache tu, na kwa msaada wa kibatari kule chumbani akaanza kuzihesabia hizi pesa kwa kuzipanga mafungu kwa jinsi zilivyo. Yani 1000 zilikuwa fungu lake, 2000 fungu lake na 1500 pia hivyo hivyo, na alizipanga zote mpaka zile 10,000. Idadi yake ilikuwa ni shilingi 230,000. Afadhali imetimia jamani. Babangu mtarajiwa aende chuo, akatafute maisha baadaye tuishi vizuri, alijisemea vile Ariana, na huko alikuwa anarudisha zile pesa kwenye kopo, pesa ambazo alikuwa amezitolea jasho kwa muda mrefu sana. Na huku yeye alikuwa anajinyima kula vitu vizuri, kuvaa vizuri na mambo mengine muhimu ili kusudi mpenzi wake asome vizuri. Siku chache mbele Bwana Masudi aliondoka na kuelekea chuo. Alikuwa amekabidhiwa zile pesa zote na Ariana, lakini swala la kwenda kuona wazazi wa mchumba wake ilikuwa ni ndoto ambayo haikuwa imetimia. Masudi alikuwa hajaenda kabisa kumsalimia babake mkwe mtarajiwa. Kitu ambacho Ariana hakukijua ilikuwa ni juu ya maisha ya Masudi huko mjini yalikuwa vipi. Labda tuweze kujuzana vizuri kwa upande wa kijana huyo Masudi kutoka alipofika chuo na kupokelewa vizuri mpaka sasa anarudi shule katika muhula wa pili. Maisha yake huko chuo yalikuwa vipi? Wakati kule nyumbani Marangali wanajua kabisa kwamba kijana huyu yuko chuo kikuu cha Mlimani, yani Dar es Salaam, na kumbe kijana wetu alikuwa chuo cha VETA. Na kumbe kijana wetu alikuwa anasoma chuo cha ufundi cha VETA huko Chang'ombe, Dar es Salaam. Alikuwa anachukua kozi ya utengenezaji wa vifaa vya ndani ya nyumba, yani furniture. Na hiyo ilikuwa ni mara baada ya kukosa nafasi ya kusoma katika chuo cha biashara cha CBE. Yote ni kutokana na maksi zake za mitihani ya mwisho wa kidato cha 6 kuwa mbaya, na kuona kwamba itakuwa ni aibu kurudi nyumbani ambako angejua ukweli juu ya matokeo yake mabovu ya kidato cha 6. Masudi kwa ushauri wa rafiki yake ambaye huyu alisoma naye wote Iringa, ambaye huyu alikuwepo pale VETA pia, akachangia chumba kimoja na huyu rafiki yake huko Buguruni Marapa ambako mwenzake alikuwa amepanga. Na maisha ya chuo ndio alianzia hapo, na huko Masudi alikuwa anajitahidi sana kuvaa vizuri kwa kutumia pesa ambazo alikuwa analipa kwa awamu na mtu yule ambaye alikuwa amekodisha shamba kwake na Ariana. Lakini hakuishia hapo kijana Masudi. Pesa hiyo pia ilikuwa inafanya aanze kunywa pombe na kujipatia wasichana ambao hawa walikuwa natambua kwamba Masudi alikuwa na mtoto wa tajiri mmoja mkubwa tu huko Iringa. Masudi ambaye hakudumu na mwanamke mmoja japo kwa wiki moja, alifikia hatua hadi alianza kusaka wanawake kwenye kumbi za starehe, wazo alilolipata kutokea kwa marafiki zake wa chuo na hata wa mtaani pia. Masudi aliendelea tu na tabia kama hizo, ambapo kila siku alikuwa anabadilisha mwanamke mwingine mpya ambaye huyu angekutana naye mchana tu, na inapofika nyakati za usiku angehakikisha anafanya jambo lolote litakalomuondoa Ariana pale nyumbani kwao, na kisha yeye anaenda kuchukua mwanamke mwingine ambaye amekusudia kulala naye siku hiyo. Masudi bila kuijali pesa ambayo alikuwa anatumia kuonga kwa wanawake ambao walikuwa anatembea nao, alikuwa anafanya hivyo akiwa anatumia pesa hiyo ambayo pia alikuwa anatakiwa kuifanya kama nauli ya kurudia mjini, kwa sababu malipo ya awamu ya pili ya kodi ya shamba yangefanyika miezi 2 baadaye. Na sio kwamba mama yake pamoja na baba yake hawakuwa wanajua hilo. Walikuwa wanalijua vizuri kabisa, lakini hawakuwa na thubutu kabisa hata kulikemea, kwa sababu walikuwa wanamuona kijana huyo yuko sahihi kabisa kufanya kama hivyo. Na ukizingatia msichana huyu Ariana alikuwa amechoka kuanzia mwili, sura hadi mavazi. Hivi mke wangu huyu Masudi atamweka wapi huyu binti wa Sinyangwe huyu? Aliuliza vile babake na Masudi mzee Kizinge siku moja akiwa na mke wake, wakati Masudi alikuwa likizo, na huko alikuwa anamtazama Ariana kupitia dirishani aliyokuwa naosha vyombo tu kule nje masikini. Kwa nini unauliza hivyo mume wangu? Aliuliza vile mamake na Masudi, na huko bado tu alikuwa anamtazama Ariana ambaye huyu alikuwa anajua kabisa kama alikuwa anazungumziwa yeye huko ndani. Hebu mwangalia kwanza alivyokongoroka yani. Hata wewe unamshinda kwa uzuri licha kwamba wewe ni mzee kabisa, yeye ni binti wa miaka 21 tu. Alizungumza vile mzee Sinyangwe na kumfanya mke wake acheke kwa nguvu. Kicheko kile kilimfikia Ariana kule nje, lakini hakujua kabisa kilikuwa kinahusu nini, kwa sababu kilikuwa kimetokea kule ndani.
Unafikiri Masudi ni mjinga eh? Wewe anavyohangaika na wanawake wengine tu hapa. Alizungumza vile mamake na Masudi kwa sauti ya chini ambayo huyu alisisitiza kuwa hawezi kukubali kabisa. Yana mwanangu asome kwa bidii kama vile aje apate kazi nzuri alafu muoe mwanamke wa hovyo kama huyu. Na tena una familia yake ilivyo masikini. Sio itakuwa ni mzigo kabisa kwa mwanangu eh? Alikuwa anazidi kuzungumza vile mamake na Masudi ambaye huyu kiukweli alikuwa anamtumikisha Ariana kama vile ni mfanyakazi wake, ili hali hata chakula hakuwa anapata pale nyumbani kwa wakwe, na yeye Ariana ndiye alikuwa anamsomesha kijana wao. Zikiwa zimebaki siku chache kufungua chuo, Masudi ambaye hata kupendeza kwake kulitegemea pesa ambazo zinatokana na jasho la Ariana na familia yake masikini, alijikuta alikuwa ameshamaliza akiba yote ya pesa ambazo hizi zikimsaidia kama nauli ya kurudi tena huko Dar es Salaam. Lakini swala hilo halikumsumbua kabisa akili yake, kwa sababu alikuwa anajua kabisa kwamba mfadhili wake wa masomo atampatia pesa na kuendelea na chuo, na pesa za kuanzia pia atampatia. Alikuwa anajua kabisa kwamba Ariana hakuwa na ujanja wa kumkatalia kile ambacho alikuwa anahitaji. Angefanya lolote, hata kwa kuweka dhamana nyumba ambayo wanaishi ili kusudi ampatie Masudi pesa. Ni kweli kabisa bwana Masudi alipewa pesa na Ariana, na yeye bila hata kufikiria mara mbili juu ya malengo yake kwa msichana huyu, alipokea pesa hii na kisha kuondoka zake kuelekea Dar es Salaam kuendelea na masomo. Siku zilikuwa zinazidi kwenda mbele na miezi ilikuwa na katika. Masudi alikuwa anafanya matumizi kama mtoto wa kitajiri kabisa, na huko alikuwa anaendelea tu kujipatia wanawake, akiwa anatumia pesa nyingi na wanawake hao, mavazi pamoja na ulevi, kiasi kwamba pesa ikikauka tu basi alikuwa anaomba pesa kutokea kule Malangali kwa msichana Ariana, na huko alikuwa anampatia moyo kwamba mara atakapomaliza chuo na kupata kazi huko Dar es Salaam, basi atakwenda kumchukua na kuja kuishi naye Dar es Salaam. Msichana ambaye licha kwamba kila ambapo alikuwa anaenda likizo alikuwa anategemea pesa za kurudi kutokea kwake, lakini ile tu akirudi Dar es Salaam asingejisumbua kabisa hata kuomba kuzungumza naye kupitia simu ya mama yake. Na kila Ariana alipokuwa anafanya juhudi za kuanzia masimu kwa majirani kusudi awasiliane na mpenzi wake, ama kuanzia masimu kwa mamake na Masudi, lakini Masudi alikuwa anapokea simu mara moja ndio. Lakini mara baada tu ya Ariana kujitambulisha kwamba ni yeye, ungesikia kwamba anasema yuko busy na atamtafuta wakati mwingine, na kisha angekata simu na asingemtafuta tena. Ukweli angekaa hata miezi 6 ya muhula bila kuzungumza na mpenzi wake. Na ninapokuja swala la kuomba pesa ambayo alianza kuomba kwa baba yake na kuambia kwamba hakukuwa na pesa, ndipo sasa alipohamia kwenye kibabu chake ambacho ni Ariana. Ilikuwa ni karibu na mwezi wa 5, karibia kabisa na msimu wa kufunga vyuo. Mwaka wa pili tangu Masudi ajiunga na chuo hicho cha ufundi hapo Dar es Salaam. Siku hiyo Ariana alikuwa ametoka kwenye vibarua vyake kama kawaida. Kiukweli msichana huyu alikuwa amechoka mno, lakini hiyo isingekuwa sababu ya yeye kutokwenda nyumbani kwake na Masudi, kwa sababu alikuwa anajua kabisa kwamba lawama za mama mkwe wake pale ambapo anakosa kwenda kwake japo jioni moja tu zilikuwa ni kubwa mno, kama vile ameua. Kwa hivyo hakuwa na budi kujitahidi kwenda kwa mama mkwe wake bila kusikiliza uchovu wake wa mwili. Mida ya saa 10 za jioni ndio wakati ambao Ariana alifika nyumbani kwake na Masudi. Kwanza alipokelewa juu hivi siku nyingine unashinda kubadilisha hata hiyo ratiba yako ya kuja jioni? Ona sasa mwenzako anapiga simu toka jana usiku, anahitaji kuzungumza na wewe. Akikosa kukupigia unalalamika, akikupigia unakuwa uonekani. Si bora ununue simu yako sasa? Alizungumza vile mama yake na Masudi kabla hata salamu, japo ilimfanya Ariana tabasamu kwa raha aliyokuwa ameipata mara baada ya kusikia kwamba mpenzi wake eti alikuwa amempigia simu. Lakini sasa ilimshtua kidogo, kwa sababu kwa kumbukumbu zake Ariana haijawahi kabisa kutokea hata mara moja eti Masudi amepiga simu alafu anahitaji kuzungumza na Ariana. Haijawahi kabisa kutokea kwa zaidi ya miaka 2 ambayo Masudi yuko masomoni. Kweli mama alikuwa anasemaje? Aliuliza vile Ariana kwa shauku na kwa tabasamu likiwa limemtawala usoni mwake tu. Asa mimi najuaje kile ambacho alikuwa anahitaji kuzungumza, wakati yeye alikuwa anataka kuzungumza na mchumba wake? Yana anapiga simu tu kila saa kuulizia kama umeshafika, ametoka kupiga sasa hivi hapa. Uendelea tu na kazi hapa, mimi naingia ndani, akipiga na kuletea simu. Alizungumza vile mama yake na Masudi, na huko alikuwa anaingia ndani na kumasha Ariana
Alikuwa anaelekea kwenye karo la kuoshea vyombo ambalo hili lilikuwa limesheheni vyombo vya kutokea jana usiku. Nusu saa baadaye, Ariana akiwa anaendelea tu na kuosha vyombo, mara mamake na Masudi alitoka nje na huko alikuwa na simu mkononi. Ariana, simu yako hii hapa. Ni bora hata ukinunua simu yako na wewe au anakupigia moja kwa moja kwako. Alizungumza vile mamake na Masudi na huko alikuwa anampatia Ariana simu. Alo, mambo? Alisalimia vile Ariana mara baada ya kuweka simu sikioni. Poa tu Ariana, vipi, ujambo? Ilikuwa ni sauti ambayo imechangamka ya bwana Masudi kutokea huko Dar es Salaam. Poa tu Masudi, yani leo ndio umenikumbuka jamani. Alizungumza vile Ariana kwa sauti ya kudeka na huko alikuwa anatembea taratibu kuelekea ubavuni mwa nyumba ile kubwa ya wakwe zake. Ariana, ukweli nimekukumbuka sana leo. Yani toka jana napiga simu tu lakini mama anasema kwamba haupo mpenzi wangu, nimekumisi sana. Alizungumza vile Masudi kwa sauti ambayo ungesema kwamba ni kweli kabisa alikuwa amemkumbuka sana mpenzi wake huyu. Jamani, pole sana mpenzi, vipi lakini wanasemaje huko? Alizungumza vile Ariana kwa kujiachia akiwa anajua kabisa kwamba mpenzi wake alikuwa amemkumbuka sana kama ambavyo alikuwa amemwambia. Huko poa tu mpenzi wangu, lakini sasa maisha yangu ni magumu sana Ariana. Si unajua tena kila kitu kujitegemea tofauti na shule. Yani hapa nimeishiwa kila kitu na doa ya chakula tu kwa wenzangu. Alizungumza vile bwana Masudi kwa mtindo fulani ambao huu usingedhania kabisa kwamba eti alikuwa anaomba pesa hivi. Jamani Masudi, sasa kwa nini hujapiga simu nikutumie pesa hata kidogo ya kula? Aliuliza vile Ariana kwa sauti ambayo ilikuwa imejaa huzuni ya kumwonea huruma mpenzi wake. Hapo ndipo sasa Ariana alionekana kutoa nafasi kwa timu pinzani kutundika goli. Mpenzi wangu, sasa ningejuaje kama unaweza kuwa nayo pesa? Yani kama ningejua kwamba utakuwa nayo mbona ningekuwa nimeshakueleza mapema tu. Alizungumza vile bwana Masudi, mfano wa mtu ambaye huyu alikuwa anajali sana na kuzingatia sana kuhusu mpenzi wake. Lakini ulitakiwa kunieleza tu mpenzi, mimi ningejua nitafanya kitu gani. Najua unasoma kwa ajili yetu mimi na wewe. Utakiwi kabisa ukuteseka mpenzi wangu Masudi. Alizungumza vile Ariana kwa sauti ya kulalamika iliyojaa huruma, upendo wa hali ya juu kweli kweli. Sawa, nimekuelewa Ariana, basi nitakuwa na kujulisha ninapoishiwa. Alizungumza vile bwana Masudi ambaye huyu nadhani wakati ule alikuwa anafurahia tu kimoyo moyo. Ulifanyika utaratibu na Ariana alikwenda kutuma pesa kwenye kibanda cha wakala, na huo ndio ulikuwa ni mwanzo wa vizinga vidogo vidogo ambavyo hivi vilimfanya Ariana azidi kufanya vibarua kama punda ili kusudi aweze kumhudumia mpenzi wake Masudi. Hakuwa anajali kabisa kwamba alikuwa anazidi kuchoka kimwili na kisura. Ariana hakuwa anajali kabisa mavazi wala urembo. Alikuwa anaamini kabisa kwamba alikuwa anaandaa maisha yake na Masudi baadaye. Na alikuwa anaamini kabisa kwamba Masudi atakuwa ni msaada wa baadaye kwa wazazi wake na wadogo zake pia. Ariana alikuwa anazidi kujituma na kwa kuzingatia yeye ndio msaada wa Masudi kama ambavyo alikuwa mwanzo. Hakujali kabisa kujibodoa kama ambavyo wanafanya wasichana wengine pale kijijini ambao hawa kama ungekutana nao pale Mafinga ama Njombe mjini kwa kina Felix Mwenda, ukisema kwamba ni mwenyeji kabisa wa pale mjini na sio anatokea kijijini Marangali. Yeye Ariana alichokuwa anajali ni kwamba alikuwa anafua nguo zake chakavu vizuri na alikuwa anaoga vizuri, anapaka mafuta vizuri bila kujali kwamba ni mafuta ya kupikia, na muda wote ungeona kwamba alikuwa na kanabiri zake mguuni zikiwa safi kabisa. Japo swala hilo la usafi halikuweza kuficha ufukara wake wa kujitakia. Ariana hakujua kabisa sababu ambazo zinamfanya Masudi ashindwe kuwa na hamu naye wakati anapokuwa likizo. Licha kwamba alikuwa anawasiliana naye mara kwa mara na kuomba pesa. Lakini cha ajabu ni kwamba Masudi akirudi tu likizo alikuwa anaonekana kwamba yuko busy na hakujali kama Ariana alikuwa na hamu naye. Na sasa alikuwa anatimiza mwaka wa pili bila kupata haki ya uchumba. Zaidi alikuwa anamhudumia tu mchumba wake huyo Masudi ambaye huyo hakuwa amemtolea barua wala mahali. Siku moja sasa, wakati Masudi akiwa mwishoni kabisa mwa mwaka wa pili kwa mafunzo yake ya ujuzi huu wa kutengeneza vifaa vya majumbani yani furniture, kijana wetu Masudi alikuwa na wenzake walikuwa wanazungumza hili na lile. Ndipo sasa aliposikia habari za Deweka maarufu kama Dewaka. Wao wanaita ndondo. Eti kwamba unatumia muda wako wa ziada hasa siku za mwisho za wiki kufanya kazi kwenye viwanda vya watu binafsi na kujipatia pesa za matumizi na starehe pia. Jambo hilo kusema ukweli likampendeza sana kijana wetu Masudi ambaye wenzake
walikuwa wanajua kwamba alikuwa ni kijana kutoka kwenye familia bora kabisa iliyokuwa na uwezo mkubwa kipesa. Hiyo yote ilikuwa na kutokana na jinsi ambavyo alikuwa anajiweka na kujisifu kwa wanawake kwamba alikuwa na pesa. Kiukweli alikuwa anahitaji sana zile kazi za muda, kwa sababu kiukweli pesa za malipo ya kodi ya shamba la kina Ariana zilikuwa zimeshamaliza mkataba wake, kwa maana kwamba alikuwa ameshalipwa pesa zote na alikuwa amemaliza, na pesa zile ambazo alikuwa anatumia na Ariana pia hazikuwa zinatosha kabisa kwa starehe za pombe pamoja na wanawake na mavazi yake ya kisasa. Lakini wenzake watamchukulia vipi endapo ataenda kufanya day worker? Mara baada ya kuwaza kwa muda mrefu sasa, Bwana Masudi alipata jibu kwamba akatafuta day worker katika kiwanda ambacho kiko mbali na maeneo ya Buguruni ambapo alikuwa anaishi pamoja na wenzake, wazo ambalo akalifanyia kazi vizuri. Na mara baada ya kusaka kiwanda kwa muda mfupi, alibahatika kupata kiwanda kimoja cha mtu binafsi huko maeneo ya Sinza, ambako huko alikwenda kukutana na meneja katika kiwanda hicho maarufu cha Kiguru Furniture Industry ambacho kilikuwa kinaongoza kwa kuuza samani za majumbani jijini Dar es Salaam na mikoa yote ya Tanzania, na wakati mwingine walikuwa nasambaza mpaka nchi za jirani. Karibu sana unko, vipi tukusaidie kitu gani? Alikaribisha vile msichana mrembo ambaye huyu alikuwa amejawa na tabasamu pana usoni mwake, ambaye ndiye alikuwa ni meneja mwenyewe. Ukweli licha kudua mbele ya msichana huyu mrembo. Akiwa na staajabu uzuri wake, msichana huyu alikuwa anamtazama tu kwa makini na macho ya tamaa kiasi cha mwanamke ule kuachia cheko laini hivi. Mimi naitwa Masudi, alizungumza pale Masudi, na alikuwa anampatia mkono yule mwanamke mrembo ambaye huyu uvaji wake wa mavazi pamoja na viatu, hata earring na mkufu wake pia vilikuwa vinaonekana kwamba ni vya thamani kubwa kweli kweli. Mimi naitwa Salma na ndiye mkurugenzi hapa Kiguru Furniture Industry. Karibu sana Masudi, alizungumza pale tena huyu msichana mrembo, na alikuwa anampatia mkono kijana wetu Masudi ambaye huyu naye aliushika mkono ule laini ambao ulikuwa na pete ndogo nzuri kwenye kidole chake cha chanda. Masudi aliushikilia mkono ule kwa sekunde kadhaa kiasi mchana ule kuotoa mkono ule, na alikuwa anashika kidogo. Karibu sana kakaangu, hapa tuna bidhaa nyingi tu nzuri za kisasa, alizungumza vile huyo msichana mrembo Salma ambaye tabasamu lake halikuwa linakauka kabisa mdomoni mwake. Asante sana dada, mimi sio mteja, lakini nimekuja hapa nilikuwa na shida, na wewe pekee ndiye mtu wa kuweza kunisaidia, alizungumza vile Bwana Masudi kwa sauti ya upole iliyokuwa na swaga fulani za kubembeleza kwa namna ya pekee kabisa. Shida gani hiyo kakangu, mbona kama unanitisha jamani? Aliuliza vile huyo mwanamke kwa sauti ambayo ilikuwa imejaa utani, na huko alikuwa anaachia tabasamu laini hivi. Hapo sasa Bwana Masudi akasoma jambo fulani kwa huyo msichana moja kujichekesha mwenyewe. Wala usiwe na wasiwasi kabisa dadangu, ni issue ndogo tu kwako na ndio maana nimekufuata wewe, alizungumza pale Masudi, na huko alikuwa anamkazia macho huyo mwanamke aliyekuwa amejitambulisha kwa jina la Salma, ambaye sasa bila kupenda akajikuta alikuwa anashindwa kuhimili kabisa kumtazama kijana huyu. Akajikuta alikuwa anajitabasamulisha mwenyewe bila sababu ya msingi. Kaka, una visa kweli wewe? Sio niambie tu sasa ndio kama naweza nikakusaidia ama la, alizungumza pale Salma kwa sauti ambayo ilikuwa imeanza kujilegeza, mfano wa msichana ambaye huyu anazungumzia mapenzi pamoja na mpenzi wake. Mpaka hapo kijana Masudi, mtoto wa mzee Kizinge, tajiri wa Marangali kule, aliona dalili zote za kufanikiwa kwa ombi lake, na pengine anaweza kupata kitu cha ziada zaidi ya hicho ambacho alikuwa amedhamiria, bila kujali kabisa kama msichana huyu alikuwa na pete katika kidole chake. Dadangu, mimi na mwanafunzi wa mwaka wa pili pale chuo cha ufundi VETA, nachukua mafunzo ya utengenezaji wa vifaa vya ndani kama ambavyo nyinyi mnafanya hapa kiwandani kwenu. Kwa sasa nikaona kwamba nije hapa kuomba kazi, kufanya mazoezi kwa vitendo, pengine nikajiongezea ujuzi zaidi na kipato kidogo. Si unajua tena maisha ya chuo dadangu, siwezi kuwa naomba pesa ya bata kwa wazee kila siku, alizungumza vile Masudi kwa sauti fulani ya taratibu, na huko alikuwa na lamba midomo yake hivi. Hapo sasa Salma akatulia kidogo, alikuwa na waza juu ya ombi la kijana huyo Masudi, japo hakuwa ameacha kutabasamu. Bila shaka unaweza kuja kufanya kazi hapa, wewe panga tu mipango yako vizuri na utanieleza siku ambazo utakuwa unakuja kufanya kazi basi, alizungumza vile Salma ambaye huyo sio tu kujitabasamulisha mwenyewe,
lakini pia alikuwa haachi kujichekesha na alikuwa anamtazama tu Masudi kwa macho ya kumkagua hivi. Sawa madam, basi nitaandaa kila kitu vizuri tu. Cha msingi hapa naomba nipatie nambari zako za simu. Alizungumza vile Masudi ambaye kiukweli tayari alikuwa ameshampenda sana msichana huyo Sarma, bila kujali kwamba alikuwa ni mke ama alikuwa ni mchumba wa mtu. Ukweli tofauti na vile ambavyo ungezania kwamba msichana huyo mwenye kusimamia kiwanda kikubwa kama hiki cha kutengeneza vifaa vya majumbani angekuwa ni mgumu kidogo labda pengine kutoa nambari zake za simu. Sawa basi andika namba hizi hapa. Alizungumza vile Sarma ambaye huyu sasa alikuwa anaonekana kufurahia sana kuomba namba hizo za simu na kijana huyo Masudi. Hiyo namba naomba itunze sana, sawa? Ni ya kwangu binafsi, wasitoi ovyo ovyo tu. Hata wewe nimekupatia tu. Alizungumza vile Sarma kwa sauti fulani ambayo hii ungesema kwamba ni kweli kijana Masudi alikuwa ni mwenye bahati ya pekee kabisa. Usijali kabisa meneja. Nambari yako iko sehemu salama kabisa. Alizungumza vile Masudi kwa sauti ambayo ilikuwa imejaa mbwembwe hivi. Ni kama wawili hawa walitokea kuzoeana kwa haraka sana. Japo ilikuwa ni kawaida kabisa kwa vijana wa kisasa kuzoeana kama hivi, hasa wanapofikia hatua ya kupeana namba binafsi za simu. Ukifika basi najulishe. Alizungumza vile Sarma wakati wanaagana. Samahani dadangu, nisije kusababisha matatizo kwa mumewe, ni vyema kama ungenieleza muda sahihi wa kupiga simu. Maana alizungumza vile bwana Masudi kwa sauti fulani ya kuchombeza, na huko alikuwa anajua kabisa kwamba jibu la swali hilo lingemweka wazi kabisa juu ya jibu la ombi lake la pili ambalo hili alitarajia kulitoa siku kadhaa mbele. Wewe ni mwelewa sana. Wewe piga simu muda wote ule, mchumbangu ni mwelewa tu. Hata hivyo hatuishi pamoja, si unajua tena hatujafunga ndoa bado. Jibu la Sarma likamvunja nguvu kabisa bwana Masudi, japo hakuonyesha wazi kabisa jinsi alivyokuwa amevunjika nguvu. Hivyo ndivyo Masudi alivyoanza kufanya kazi za ziada sasa. Na alikuwa anajipatia pesa kidogo ambazo hizi zilikuwa zinafanya apunguze kuomba pesa kwa Ariana, msichana ambaye kiukweli alikuwa naye kwa sababu ya mazoea tu, yani alikuwa anamchukulia kama ndugu wa karibu tu, na istoshe na kwa sababu alikuwa ni msaada wake kipesa. Wakati hayo yote yakiwa yanaendelea sasa huko Dar es Salaam, huko kijijini sasa Barangali Makete, huko mambo yalikuwa tofauti kidogo. Afya ya mzee Sinyangwe baba yake na Ariana ilikuwa inazidi kudhoofika siku baada ya siku. Mke wake alikuwa anaisha tu kumchemshia dawa za mitishamba ambazo hizi hazikuwa zinasaidia kitu kabisa, na sio kwamba mitishamba ilikuwa haitibu, hapana. Lakini hakuna ambaye alikuwa anajua tatizo la mzee Sinyangwe lilikuwa ni lipi. Kilichokuwa kinafanyika pale ilikuwa ni kuhisia tu ama kumpatia dawa kutokana na maumivu ambayo alikuwa anajisikia siku ile. Lakini kiukweli ilikuwa ni hatari kweli kweli kwa mzee huyu baba wa msichana Ariana. Ilifika wakati walimpeleka kwenye dispensary ya kijiji cha Barangali ambayo hii liisha ya kumpima vipimo vyote vidogo vidogo ambavyo vinapatikana pale dispensary, lakini hawakuweza kabisa kuona chochote zaidi ya kumpatia tu dawa za UTI ambazo hizi alianza kuzitumia mara moja. Kitu ambacho huwezi kuamini ni kwamba sio mama yake na Masudi ama baba yake na Masudi, yani mzee Kizingi aliyekwenda kumtembelea mzee Sinyangwe kama mgonjwa. Hakuna ambaye alikuwa anajua sababu ya kwa nini wale watu hawajaenda kumsalimia. Licha ya yote, Ariana ambaye huyu bado hakuwa na simu wala mawasiliano yoyote na mpenzi wake Masudi, zaidi ya kudoa tu simu ya mama mkwe wake mamake na Masudi, alikuwa anaendelea tu kufanya kazi kwa juhudi. Alikuwa anaendelea kutunza pesa, na kwa pesa zake jingine chache alikuwa anazitumia kununua dawa kwa ajili ya baba yake na kugharamia matibabu pia. Na pia alikuwa ananunua vifaa vya shule vya wadogo zake, pasipo kusahau kwenda kwa mama mkwe wake nyakati za jioni kwa ajili ya kusaidia kazi za pale nyumbani kwa wake zake kama kawaida. Lakini wakati haya yote yakiwa yanaendelea, ghafla Masudi alionekana kubadilika. Na sio kwamba alimweleza Ariana kwamba alikuwa hamtaki ama labda pengine alikuwa anamsema vibaya, hapana. Lakini ghafla tu Masudi aliacha kupiga simu na kuomba kuzungumza naye. Kwa hivyo hata pesa hakuwa anaomba tena. Na pale Ariana alipokuwa anaamua kujiongeza na kuanzima simu kwa mama mkwe wake kusudi aweze kuzungumza na mume wake mtarajiwa huyo, alikuwa anapewa jibu ambalo lilikuwa lilamkosesha raha kabisa, japo alikuwa analiona kwamba lilikuwa ni jibu lenye ukweli na maana kubwa sana katika maisha yao ya baadaye kati yake na Masudi. Hebu jaribu kumwacha kidogo mwenzako asome basi, ujue kama sasa ni karibu na likizo Ni kipindi cha mitihani ya Ariana, sawa? Utazungumza naye akirudi likizo.
Jibu hilo likamfanya Ariana tulia na kusubiria tu mpenzi wake afunge chuo na kurudi huko kijijini kusudi azungumze naye. Japo ukiangalia kwa karibu hata mamake na Masudi ni kama hakuwa anazingatia kabisa urafiki wa mtoto wake Masudi na huyu msichana mnyenyekevu na mwenye nidhamu ya hali ya juu. Wiki ya pili kutokea baada Masudi ameanza kufanya kazi pale kiwandani, tayari alikuwa ameshafunga chuo. Kwa sasa aliona ni vyema kama akiendelea tu na kazi pale pale kuongeza kipato kidogo na kuwa jirani na mtoto mzuri huyu Salma ambaye licha kujitambulisha kwamba alikuwa na mchumba, lakini bado kuna dalili ambazo alikuwa anazionyesha zilizokuwa zinamvutia sana kijana Masudi. Kwa mfano kiashiria mbali kujichekesha mwenyewe mara kwa mara mbele ya kijana huyu, lakini pia siku hizi ambazo alikuwa anakuja kila siku hapa kiwandani alikuwa anampatia pesa nyingi kuliko malipo ya 20,000 ambayo alikuwa anapewa kwa siku moja. Lakini pia tabia ambayo alikuwa ameianza Jumamosi ya leo ilikuwa ni kumpeleka kwenye chakula cha mchana, na huku alikuwa anazungumza na kufurahia kwa pamoja pia. Katika siku zote hizo Masudi alikuwa hajawahi kabisa kumwona mchumba wa Salma ambaye huyu licha ya kwamba huajihusishi kabisa na kiwanda kile cha samani za majumbani, lakini pia mchumba wake huyu ambaye ni mtoto wa tajiri mzee Kiguru, tajiri mkubwa kabisa, alikuwa anasimamia biashara zake nyingine. Lakini kwa wiki kadhaa sasa alikuwa ameelekea nchini Japani kwa ajili ya kununua mashine mpya za kuzindika na kutengeneza juisi ya maembe. Ila alikuwa amevutiwa kweli na ofa ambazo alikuwa anapewa na msichana huyu Salma ambaye alikuwa na bosi wake. Ukiachilia mbali kuambatana naye Salma kwenda kwenye chakula cha mchana, lakini pia mara kadhaa Salma amekuwa akimpatia pesa za ziada, yani pale ambapo angepewa 15,000 ama 20, yeye alikuwa anamuongezea na kumpatia 30,000 ama zaidi. Kitu ambacho kilikuwa kinazidi kumfanya bwana Masudi asifikirie kabisa kwenda likizo nyumbani kwao Malangali huko. Na huku tamaa juu ya penzi la msichana huyu ambaye ukiachilia mbali ofa ya pesa pamoja na chakula, lakini pia alikuwa anaonyesha dalili za wazi kabisa kwamba alikuwa anaweka ukaribu naye. Kitu ambacho bwana Masudi hakuwa amezingatia ilikuwa ni tabia ya Salma. Alikuwa busy tu na mawasiliano ya simu, kama sio kuzungumza basi ilikuwa ni kuchati. Alikuwa na chati na mtu ambaye mwanzo Masudi alikuwa anadhania kwamba labda pengine ndiye mchumba wake ambaye huyu ndiye mmiliki wa hiki kiwanda cha Kiguru Industry, kwa sababu maongezi yalikuwa yanaonekana wazi kabisa kwamba ni mawasiliano ya kimapenzi, kwa sababu maneno kama niambie baby, vipi umeshindaje baby, nimekumisi, vipi tutaonana leo, yalikuwa na maneno ya kawaida kabisa katika chati ama kuzungumza kwao katika simu. Na mara ungesikia na kupenda sana mpenzi, mara ungesikia take care. Ukweli ilikuwa haimpendezi kabisa bwana Masudi. Ilikuwa nampatia wivu sana bwana Masudi na kutamani kama yeye ndiye angekuwa na nafasi ya mwanaume huyu wa Salma aliyekuwa anaambiwa maneno kama hayo. Lakini kitu ambacho huwezi kabisa kuamini ni kwamba baadaye Masudi alikuja kugundua kwamba kumbe Salma hakuwa anawasiliana na mpenzi wake ambaye huyu kwa sasa yuko Japani. Ukiachilia mbali kupanga miahadi za mara kwa mara ambazo walikuwa wanapeana kwenye simu, lakini siku moja pia ikiwa ni siku ya Ijumaa mida saa 7 za mchana, muda ambao wafanyakazi wa pale kiwandani walikuwa wanajiandaa kwenda kupata chakula cha mchana, Masudi alikuwa anajipitisha ofisini kwa Salma ili kusudi kuona kama ataweza kupata ofa ya chakula pia kwa siku ile. Ndipo sasa alipomwona Salma alikuwa anazungumza na simu katika hali ya kukosa maelewano kabisa. Ukiachilia mbali mwonekano wa Salma usoni mwake, lakini pia hata maneno yake ambayo alikuwa anazungumza ilikuwa inaonekana kuwa yalikuwa katika mudi fulani ya ugomvi hivi. Si ungeniambia ukweli sasa siku zote? Yaani mimi najitoa kwako siku zote alafu nakuja kunifanyia haya yote ambayo unanifanyia? Alikuwa anasikika vile Salma akiwa anazungumza kwa hasira na uchungu mkubwa kweli. Ni wazi kabisa kwamba alikuwa amesalitiwa katika mahusiano ya kimapenzi. Masudi ambaye alikuwa amesimama karibu kabisa na ofisi ya mlango wa Salma akiwa anataka aonekane na pengine kukumbukwa juu ya chakula cha mchana, aliendelea tu kumsikiliza Salma akiwa anazungumza na simu. Bwana we, mimi naona kwamba tuishi hapo, tuendelea na huyo mtu wako basi. Alizungumza vile Salma kwenye simu na kisha kukata simu ile, na kisha aliweka mezani na huko alikuwa na hema haraka na mfululizo. Alikuwa anaonyesha kabisa kwamba alikuwa amekasirishwa na jambo fulani hivi. Hapo sasa bwana Masudi akajifaidisha kwa kuchukua hatua ya kujikooza mwenyewe. Kujikooza ambako kuliza matunda kweli. Ilikuwa ni mara baada ya Salma kugeuka na kisha kumuona bwana Masudi ambaye huyu alikuwa anamtazama na huko alikuwa anatabasamu tu.
Oh Masudi, kumbe uko hapa. Basi kajiandae, kuna sema nataka unipeleke mara moja. Sijisikii vizuri kukaa ofisini leo. Alizungumza pale Salma, na huko alikuwa anakusanya vitu vyake mezani na kuviweka kwenye mkoba wake. Maagizo ya Salma yalimpendeza kweli kweli bwana Masudi, ambaye huyu alijibu haraka haraka kwamba yuko tayari pale pale. Jibu ambalo likamfanya Salma mtazama Masudi, na huko alikuwa anatabasamu. Haya basi, tangulia pale kwenye kituo cha daladala pale barabarani, nikukute hapo Sitaki watu waone kama tumetoka wote. Alizungumza vile Salma. Japo ilishangaza kidogo, lakini bwana Masudi, ambaye huyu kuhudumiwa na mwanamke kwake ni jambo ambalo alikuwa analipatia kipaumbele bila kujali kwamba ni mchumba wa mtu ama ni msichana masikini, alifurahia kweli kweli na kuondoka mara moja kuelekea kule ambako alikuwa ameelekezwa, yani Kinyerezi mwisho. Na huko Salma alikuwa anaonekana kuwa katika utulivu wa hasira kutokana na jambo ambalo hili lilikuwa limemkuta kwa mpenzi wake. Masudi alitembea haraka haraka kuelekea pale kituoni, na huko kichwani mwake alikuwa anawaza juu ya Salma tu. Da, mtoto mkali huyu. Yani akikaa tu kwenye njia yangu na butu, asijali kama demu wa mtu wala kitu gani. Alikuwa anawaza vile bwana Masudi, ambaye huyu alitumia kama dakika 7 hivi kufika pale kituoni, ambako huko ndiko alikoelekezwa na Salma. Pale kituoni hazikupita hata dakika 3. Masudi akaliona Toyota IST ilikuwa linasimama pembeni yake. Ni gari ambalo alikuwa analijua vizuri kabisa, gari ambalo alikuwa anatembelea mwanadada Salma. Na bila kusubiria aitwe, Masudi akaingia mara moja kwenye gari, na safari ya kimya kimya ilianza kuelekea upande wa Tabata Segerea kupitia njia ya maramba mawili. Wakiwa ndani ya gari sasa, wawili hawa, hali ilikuwa ni tofauti kidogo na siku nyingine wanapokuwa pamoja. Huwa wanazungumza na kusimuliana stori za zamani, ambazo hizo kwa upande wa Salma, hadithi zake nyingi huwa zimejaa simulizi za raha na furaha katika maisha yake. Na kwa upande wa Masudi, yeye angeegemea katika kuelezea tu maisha ya kwao na jinsi anavyopendwa na wazazi wake, na jinsi alivyokuwa ni kijana wa pekee kuweza kumaliza kidato cha 6 pale kijijini kwao Malangali. Lakini leo hii ilikuwa ni kimya kimya tu, hakukuwa na stori kama hizo mpaka walipokuwa wanapandisha mteremko wa kuelekea kipande cha gerezani. Masudi, tutafute sehemu tukale kwanza. Salma alizungumza pale kwa sauti ya utulivu, ambayo hii ilikuwa na kila dalili ya kutoka kwenye maudhi. Hapo sasa umenena, maana da nilikuwa na njaa ya kufa mtu hapa. Alizungumza pale bwana Masudi, na huko alikuwa na njaa tabasamu na kumfanya Salma acheke kidogo. Ilikuwa ni dalili ya kuondolewa na hali ya mawazo ambayo alikuwa nayo mwanzo. Yani hapo alivyozungumza utadhani una njaa ya mwaka mzima kabisa. Masudi alizungumza pale Salma, na huko alikuwa anajichekesha mwenyewe. Wakati ule walikuwa wanaparisha Segerea gerezani tayari. Ni wazi kabisa Salma alikuwa anajitahidi kweli kweli kusahau kile ambacho kilikuwa kimemtokea muda mfupi uliopita kwa ofisini kwenye maongezi ya simu. Nina njaa kweli, unadhani natania Salma? Aliendelea kusisitiza vile bwana Masudi kwa sauti ambayo ilikuwa ni kama utani hivi. Basi mimi nina hamu kweli na bia leo. Yani kuna mtu ameniudhi sana leo, acha nilewe tu na kisha nikalale zangu. Alizungumza pale Salma akiwa anaonyesha kuanza kuzidi kuchangamka hivi. Je, ni kitu gani kitaendelea? Tukutane katika sehemu ijayo, itakuwa ni sehemu ya 3 ya simulizi hii inaitwa Ukimaliza Funika.